Klabu ya Simba iliyoko chini ya mwalimu Steve Barker hatimaye amerejea kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Ino Loemba ambaye alikuwa kwenye majeraha ya muda mfupi aliyokuwa yanamuuguza kwenye mguu wake. Tutakwenda kuangalia urejeo wa Ino Loemba unakwenda kuongeza nini kwa klabu ya Simba, hasa zikiwa zinabakia siku chache kabla ya kuelekea mchezo dhidi ya Coastal Union wa ligi kuu ya NBC Premier League. Niko hapa na mchambuzi kinara Paul Tembo, langu jina ni Leopard John na hii ni The Golden Boot ya Anuari TV. Paul Tembo, tunaanzia hapa. Ino Jospin Loemba kwenye sanaa ya kuchezaji hasa alikuwa anaofa nini kwenye klabu ya Simba, kitu ambacho Simba kwenye game mbili ambazo alizikosa walikuwa wanakosa kwenye kikosi chao? Cha kwanza ni ubora aliyokuwa nao Innocent Jospin Loemba. Ni miongoni mwa wachezaji ambao ukiwaweka kwenye namba yao asilia, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapiga pasi nyingi sana zenye usahihi kumwelekea mchezaji husika. Leo hii Innocent Jospin Loemba kwenye kikosi cha Simba alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa siku za hivi karibuni mwalimu Steve Barker, baada ya utapeli uliopo kwenye safu ya ushambuliaji iliyopo pale, yani ya kwamba alikuwepo Selemani Mwalimu, lakini yupo Jonathan Soa, lakini pia yupo Baraka Mongosi. Hawa wachezaji wote watatu ni mastreka ambao walisajiliwa na Simba kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kama mastreka. Lakini siku za hivi karibuni Jonathan Soa amekuwa nje kwa sababu ya utovu wa nidhamu, lakini pia tunamuona Baraka Mongosi ambaye bado ana pressure na ameshindwa kufanya kazi nzuri kwenye eneo la ushambuliaji. Selemani Mwalimu siku za hivi karibuni anakumbwa na changamoto nyingi za utovu wa nidhamu pia kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Alifungiwa mechi takriban 3, lakini pia ukiangalia huyo Selemani Mwalimu alipata changamoto pia injury. Kwa unaona eneo lote la ushambuliaji la Simba kama mastreka ambao walikuwa wanawategemea kwenda kuwapa kile wanachokihitaji kama mastreka ilikuwa inakosekana. Mwalimu Steven Barker akaingia jikoni akaenda kumpika Ino Jospin Loemba kwenda kucheza kama force number 9 kwenye eneo la ushambuliaji. Force number 9 ambayo ilikuwa inaisaidia Simba kwa sababu Simba walikuwa na watu watatu mbele wote wenye kasi na wenye uwezo wa kumfuata mpinzani kwa uharaka zaidi. Kwenye mchezo dhidi ya Yanga na Simba, Simba kitu cha kwanza alichokuwa amefanikiwa ni kutokuiruhusu Yanga kuanzisha build up kuanzia nyuma kwa Djigui Diarra, ambapo mara nyingi Yanga mashambulizi yake huwa yanaanzia kwa Diarra, lakini pia kwa kuwategemea pia mabeki wawili, yani Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia Ibrahim Ahmad Baka. Kwa hiyo kurejea kwa Innocent Jospin Loemba kunaenda sasa kuamsha tena mori kwenye eneo lile la juu la ushambuliaji kwa upande wa Simba. Sawa, klabu ya Simba tumeshuhudia kwa siku za hivi karibuni kwenye mechi mbili dhidi ya Pamba Jiji lakini dhidi ya TRA. Ilikuwa ni timu ambayo mwalimu Steve Barker alikuwa analazimika kuweka viungo ambao tulikuwa tunaona rotation nyingi leo, Morris Abraham, Neo Maema, lakini kwenye hilo eneo hasa kitu gani ambacho Ino Loemba anakwenda kuiofa Simba kuelekea mchezo dhidi ya Coastal Union hapo kesho? Kwanza cha kwanza ni kuongezeka kwa wachezaji bora kwenye maeneo ya kiwanja. Ili uwe bora zaidi kwenye klabu yako inabidi uwe na mtu ambaye unaamini ya kwamba fulani atakapotoka basi nitampata mchezaji mwingine bora na anaweza akafanya kazi nzuri. Kwa hiyo urejeo wa Innocent Jospin Loemba kwenye kikosi cha Simba unaenda kuongeza namba za wachezaji ambao wana ubora wa kufanya kazi kwenye maeneo sahihi ya uwanja. Na maana kwa upande wa Simba tutamuona Morris Abraham ambaye huenda kwenye mchezo akaanzia sabu, lakini Innocent Jospin Loemba akaanza ndani. Basi atakapotoka Ino, basi tunategemea kwamba Morris Abraham anaweza kaenda katupa kitu ambacho Ino kwa kiasi fulani kwenye mchezo usika anaweza akawa amefeli au amefanikiwa kwa kiasi fulani, lakini kuna kitu zaidi kinahitajika, basi utampata tena Morris Abraham. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, urejeo wa Innocent Jospin Loemba kwenye kikosi cha Simba, bado tunarudi kwenye kuamsha mori ya kupambana kwa wachezaji mmoja mmoja. Tulizungumzia hapa kwa upande wa Yanga kwamba unapomkosa mchezaji fulani ambaye alikuwa anacheza kwenye maeneo fulani, tunazungumza pia ya kwamba kuna mori ya wachezaji wena inapotea kwa kiasi fulani. Leo hii kurejea na uamsho wake kwenye eneo la kikosi, ina maana kunaenda kutia chachu na kutia nia kwenye maeneo ambayo wao wanawania namba kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo kurejea kwake kunaenda kuisaidia Simba pia kwenye matumizi sahihi ya utengenezaji na upikaji wa nafasi kuelekea kwenye mchezo husika. Kwa kwangu mimi naamini ni mchezaji ambaye hata alipokuwa na Columns alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ana ubora wa kupiga akiwa nje. Tuliona kwenye mchezo dhidi ya Dodoma alipiga shuti moja ambayo lilienda kugonga nguzo. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao akiwa mbali anaweza kujaribu mipira ya faulo, pia ni miongoni mwa wachezaji wazuri. Kwa Simba naamini wanampata tena mchezaji ambaye anaweza akawasaidia pia. Kama Chama atashindwa kutengeneza nafasi zilizo nzuri, basi Simba itamtegemea Ino kwenye kwenda kusababisha hatari kwenye lango la mpinzani. Sawa, Tembo umemzungumza vizuri Ino Loemba, lakini kwenye numbers nikiangalia
kwenye ligi kuu hana bao. Kitu gani ambacho kinamfanya Ino Loemba aweze kuwa bora wakati kwenye numbers bado hajawa ni mchezaji ambaye anayofa timu hasa kwenye upande wa kutengeneza nafasi lakini pia kwenye kufunga? Cha kwanza tunaangalia kocha anamtumia kama mchezaji wa aina gani kwenye kikosi. Umesema ameshakuwa kama mshambuliaji, anatumika kama force number 9. Hana sanaa ya moja kwa moja kama mshambuliaji anaposimama kwenye eneo la ushambuliaji. Yaani kiuhalisia ni kwamba anatumika kwa kuforsiwa kucheza kwenye eneo la ushambuliaji, lakini hana sanaa ile ya moja kwa moja ya ushambuliaji. Na ndio maana tulijaribu kumzungumzia Jonathan Soa, Baraka Mwangosi, lakini pia tukamzungumzia Selemani Mwalimu. Hawa ndio mastreka ambao walisajiliwa na Simba kwenda kuonyesha ile sanaa sasa ya ushambuliaji. Lakini hawa wote watatu baada ya kuonekana na changamoto mbalimbali, Ino ameonekana kutumika kwenye lile eneo. Anatumika vipi? Ule utatu uliopo mbele, yani unamzungumzia Anset Oura, lakini unamzungumzia pia Libase Gwe. Hawa wachezaji kama yupo Loemba kwenye eneo lile la force number 9 kwenye eneo la juu, basi mara nyingi hawa kina Anset Oura tunawaona wanacheza kwa ubora mkubwa sana, kwa sababu kuna mtu ambaye pia anaweza akafanya mizunguko, lakini pia ana uwezo wa kuforce. Tuliona kwenye mchezo dhidi ya Petro de Rwanda, Ino alianzia sabu, lakini baada ya kuingia aliupoka mpira kwenye eneo la ulinzi la Petro Athletic de Rwanda na akatoa pasi kwa Anset Oura. Hatimaye Simba wakaenda mwisho wa siku Anset Oura anascore goli, wanasawazisha Simba. Kwa maana yake ni miongoni mwa wachezaji ambao pia ana uwezo wa kupoka mipira kwenye eneo la ulinzi la wapinzani. Numbers kwangu mimi naweza nikasema ya kwamba Mwalimu Steve Barker kafaulu katika kumtumia huenda kwenye kupoka mipira, lakini pia kafaulu kumtumia kama mchezaji ambaye anaweza kaisaidia timu kwa kiasi fulani, kutokana na kwamba kuna watu baadhi wamekosekana kwenye kile kikosi, kwa sababu tunamzungumzia Jonathan Soa, ndiyo mshambuliaji ambaye alisajiliwa na Simba kama mshambuliaji tegemezi na bora, lakini hayupo kwenye kikosi. Nani utamtumia? Basi Simba ndio maana anamtumia Innocent Jospin Loemba kwenye eneo lile la ushambuliaji. Sawa, huyo ni Innocent Jospin Loemba, raia wa Kongo ambaye amejiunga na Simba kunako dirisha dogo. Ndio mchango wake huu ambao ameuzungumza mchambuzi kinara aliyetukuka hapo Tembo. Langu jina ni Leopold John na hii ni Golden Boot ya Anuari TV. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma.